Amejijengea biashara yake kupitia mitandao ya kijamii na kupata jina ambalo limemfungulia milango mbalimbali inayomkuza katika biashara yake ya upishi. Namzungumzia Ndambi Kibwana, mwanamke ambaye amebobea katika upishi ambao kwa muda mrefu umekuwa ukifanywa na wanaume. Kwenye makala ya Mwanamke Bomba wiki hii, Ndambi anatueleza safari yake na vipi ameweza kujiimarisha kila uchao. Kwa majina naitwa Ndambi Kibwana, mimi ni mpishi, najishughulisha na upishi. Upishi wangu sana ni wa biriani, pilau, hizo ndio upishi ambao naufanya kwa sana. Lakini vile vile huwa nachukua mpaka orders za keki, yani vyakula tofauti tofauti. Lakini nimebase sana kwa biriani na pilau. Kazi yangu huwa sana niko na watu wasiopungua 5. Lakini kama kazi inakuwa nyingi, naweza kuwa na watu 10 mpaka watu 15. Alafu vile vile wakati ninapopata kazi yangu, tuseme ni chakula cha alfajiri, maybe wametaka shughuli yao iko asubuhi. So mimi nakesha nikipika. Naanza kupika saa 5 usiku mpaka namalizia mienendo ya saa 11 asubuhi. Nafunika chakula changu, labda kinahitajika saa 4 saa 5, tunaanza kusafirisha chakula chetu. Kama nimepata oda yangu ni ya within hapa Likoni, nitaamka asubuhi sana na chakula ni cha jioni maybe. Manake kuna mpaka nikaha za saa 12 ile, kuna wengine sherehe zao ni usiku, napeleka mpaka chakula usiku. So mimi urauka mapema sana. Naenda zangu, napenda kuwezesha wafanyikazi biashara ndogo ndogo hapa kwetu Likoni. So nachukua advantage, naenda kama kwa Mama Nyanga hapa, naenda pale feri na promote kina mama hapo wenye tomato, wenye michele. So mimi urauka sana kupata vile vitu, nikaanza kutayarisha mapema. Ile mara ya kwanza ulipoanza kupika chakula kwa kiasi kikubwa ilikuwaje, na ulikuwa unajihisi vipi, na baadaye baada ya kutoa kile chakula kilikuwaje? Sikudanganyi, ilikuwa nimeshtuka sana, ilikuwa nimetetemeka, manake ni oda ambayo nimeipata kwa mtu ambaye simjui, ni mtandao huo. Nataka sufuria 2, ndio ilikuwa oda yangu kubwa ya kwanza. Nikajiuliza mimi nitatoboa na sufuria 2? Nitatoboa kweli? Lakini nilikuwa na ile hamaki, yani siamini kama ni mimi napika sufuria 2. Lakini alhamdulillah kilitokea vizuri. Nafikiri ndio chakula ambacho kilinifanya mpaka nikapata nyingi na nyingi na nyingi. Na je, utauzungumzia vipi mtandao na jinsi gani umekukuza wewe mpaka ukawa hapa ulipo? Wateja wangu mara nyingi nawapata kwenye mtandao, kwa sababu kazi zangu zote nazifanya kwenye mtandao. Chochote kile ambacho nitafanya ni cha kupika, lazima mimi nitapost. So wakati na post unasikia kesho mtu anakutafuta, na mimi naomba unipikie kilo 20, ama na mimi nina sufuria yangu ya kilo 50. So hapo nakuwa nimepata mteja. Na unaweza pata siku moja pia umepata labda wateja 3 zaidi ya yule. Vile utakavyoingia kwenye mtandao, ndio mtandao utakavyokupokea. Wewe ukiingia kwa mtandao vibaya, utakupokea vibaya. Utakapoingia kwenye mtandao vizuri, utakupokea vizuri. So mimi sitajisifu, lakini nitasema niliingia vizuri kwa kulekezwa, lakini labda pia ilikuwa niliingia vibaya. Lakini utakapoingia vizuri, utakupokea vizuri. Mimi nimefanya vitu vingi sana mama, mpaka nije nijione nimekaa sasa upishi ndio kazi yangu. Mimi nimekuwa coach wa football, mimi ninakuwa footballer, mimi ninakuwa lifeguard tena professional, mimi ninakuwa diver, yani zote. Lakini hakuna ile ambayo niliambulia nikasema hii ndio itakuwa. Mwisho nikajikuta kwenye upishi na nimeridhika kuwa mpishi. Zile zote ambazo nimezifanya kwa kuzisomea pia sijutii, lakini nasema nimeridhika kuwa mpishi, kwa sababu unajua kile ambacho napata pale kwenye upishi. Tunajua kila kazi haikosi changamoto yake. Je, katika upishi wewe unapokuwa katika harakati zako za kila siku, ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo? Changamoto ni nyingi sana mama. Saa unapata saa nyingine msimu wa mvua, unaamka asubuhi kuna nyesha, ama saa nyingine ushafinika kile chakula chako, mvua ghafla imeanza. So inabidi tukimbie sasa tena utafute matenti. Na ukikimbia wakati unaenda kutafuta tenti, anamjua huyu ni Ndambi Kibwana, yuenda funikia chakula, anakuambia unaharibu tenti yangu na nini? Unaharibu tenti yangu na moto. So hivyo ni changamoto moja, lakini pia siwezi ilaumu sana, ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Wanawake tusiogope, tujitoe, tumwamini Mwenyezi Mungu.
na tutafanikiwa, na sio eti kuwa Ndambiki bwana anapika basi ukasema pia mimi nataka nipike ndio nifanikiwe. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza kuvifanya pale nje tukafanikiwa. So tujitoe, tutoke katika yale tutasema comfort zone tunaisema kwa Kiswahili. Hayo mazingira ambayo tumejiweka kujibana, tujitoe, tusiogope wanawake. Cha mwanamke anaweza fanya, mwanaume kile ambao anafanya mwanamke anaweza fanya zaidi na zaidi. So wanawake tujitoe, tunaweza.